kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la 27, kipindi cha kawaida, mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yona, sura ya kwanza, aya ya kwanza hadi ya 17, na sura ya pili, aya ya 10. Na somo la Injili ya Luka, sura ya 10, aya ya 25 hadi 37. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Luka. Mwanasheria mmoja alisimama akamjaribu Yesu akisema, "Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele?" Akamwambia, "Imeandikwa nini katika Torati, wasomaje?" Akajibu akasema, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako." Akamwambia, "Umejibu vema, fanya hivi nawe utaishi." Naye akitaka kujidai haki, alimuuliza Yesu, "Na jirani yangu ni nani?" Yesu akajibu akasema, "Mtu mmoja alishuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi. Wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu, kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipitia kando. Na Mlawi vivyo hivyo, alipofika pale akamwona, akapitia kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, "Mtunze huyu, na chochote utakachogharamiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa." Waonaje wewe? Katika hao watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia kati ya wanyang'anyi? Akasema, "Ni huyo aliyemwonea huruma." Yesu akamwambia, "Enenda zako, nawe ukafanye vivyo hivyo." Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Katika Injili ya leo tumesikia mwanasheria akiuliza maswali kwa kumjaribu Yesu, na katika kujibiwa kwake Yesu anatoa mfano ili uweze kueleza kwa uwazi majibu ya maswali ya mwanasheria. Iko wazi, ili tuurithi uzima wa milele yatupasa kumpenda Mungu na mpendwa jirani. Na jirani yangu mimi na wewe tunampata kutoka kwa mfano wa Yesu unaoonesha watu 4. Mtu wa kwanza ambaye hakutajwa jina ila kwa hakika ni Myahudi. Wa pili ni kuhani, wa tatu ni Mlawi, na wa 4 ni Msamaria ambaye si Myahudi. Yafuatayo ni mambo ya kujifunza kutokana na Injili ya leo. Kuwapenda jirani zetu. Hatuna budi kuwapenda jirani zetu kwa kushirikiana katika mambo mbalimbali ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Na jirani si tu yule anayekaa na mimi karibu, mfano nyumba iliyo karibu na tunapoishi, darasani au kwenye siti wakati
tunaposafiri. La hasha. Bali jirani ni mtu yeyote anayehitaji msaada wetu, na tumsaidie bila kujali kabila, lugha, rangi au taifa. Na mfano mzuri wa kuiga ni Msamaria, kwa kumsaidia mtu wa taifa tofauti na yeye, na tusiwaige wale wengine wawili pamoja na kuwa taifa moja, lakini hawakuweza kumsaidia. Jambo la pili, kutimiza mapenzi ya Mungu. Hapa tunaona mtazamo wa watu juu ya vitu au watu wengine. Kuhani na Mlawi hawakuweza kumsaidia mtu yule, pengine walikuwa na hofu ya unajisi. Katika utamaduni wa Kiyahudi, makuhani na Walawi walikuwa na sheria kali kuhusu unajisi. Kumkaribia mtu aliyejeruhiwa ambaye angeweza kuwa amekufa kingeweza kuwafanya wajisikie kuwa hawawezi kutenda ibada zao kwa sababu ya kutokuwa safi. Lakini Yesu katika Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 17 anasema, hakuja kutangua Torati na manabii, bali kutimiliza. Akionyesha kushika Torati na sheria tu haitoshi, bali kutimiza mapenzi ya Mungu, hasa katika kutenda mema kwa watu. Wapendwa katika Kristo, si kila mtu anayejitambulisha kuwa mcha Mungu anatekeleza mapenzi ya Mungu. Jambo la tatu, kupenda kwa matendo. Upendo si jambo la nadharia na kutamka tu, bali upendo ni vitendo. Yesu anasisitiza hili, kwani kumpenda jirani ni pamoja na kuonyesha huruma na kusaidia, kama Msamaria alivyofanya. Kuhani na Mlawi walikosa huruma kwa sababu ya mafunzo yao ya kidini na maadili. Walikuwa na uwezo wa kujua sheria na maadili, lakini walikosa huruma. Jambo hili linadhihirisha kwamba maarifa pekee hayatoshi, bali upendo kwa vitendo. Wapendwa wana wa Mungu, tuwe makini na maarifa tulionayo, yasitufanye tukasahau kuwa tuna jukumu la kusaidia na kuwaonea huruma watu na kuokoa maisha ya watu. Maarifa yetu yasiwe ndio chanzo cha kupoteza uhai wa watu. Injili ya leo itukumbushe pia tusijitenge na jamii zetu kwa sababu ya nyadhifa tulizo nazo, bali tuwe mstari wa mbele kusaidia watu. Tusijitenge na jamii kwa kuwa na mtazamo kama wa kuhani na Mlawi wa nani anayestahili kupokea msaada, kwani wao walikuwa na mtazamo wa kuwasaidia watu walio katika hali ya juu katika jamii, na hawakuwa tayari kushughulika na mtu wa tabaka la chini. Maarifa ya kidini au ya aina yoyote na nafasi yoyote ya juu katika jamii haihakikishi kwamba mtu atakuwa na huruma na upendo. Yesu anatufundisha kwamba upendo kwa jirani unapaswa kuwa na vitendo, kama Msamaria ambaye ni mtu kutoka nje ya jamii ya Kiyahudi, na ndiye aliyeonyesha mfano mzuri unaopaswa kuigwa. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Prosper Mlowosa wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Neno la Bwana Yesu Kristo ni taa ya mioyo yetu, kwa hiyo inatupasa tulipokee. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani. Ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana limekuja kwetu
sisi na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu.